اغفر لي سيدي حبيبي أحمدي زد له مقام محمودا ودرجة العالي أحمدي يا رب اغفر لي سيدي حبيبي أحمدي فكرنا وعمرنا وعثماننا أحمدي يا رب اغفر لي سيدي حبيبي أحمدي ما أسد إلهي عليه والتابعين أحمدي يا رب اغفر لي سيدي حبيبي قال amesema jaa ila nabii sallam, alikuja kwa mtume sallam, faqala lahu, akamwambia akhbirni bi'amalin wahidin adkhulu bihi aljanna, nipe habari ya amali moja tu niingie peponi kwa amali hiyo. Ile mtu katoka Damascus, Sham, Syria, akachuo kiitwa Damascus, anamwambia nipe amali moja tu nifahamishe niingie peponi kwa amali hiyo tu moja tu, sitaki mambo mengi ya Rasulullah. Faqala, mtume akamwambia kun muadhinan qaumika fayajma'u bika salatahu, kuwa ni mwenye kuadhini, kuwa mwenye kuadhini wa watu wako, fayajma'u, wakakusanyika watu, bika, kwa sababu yako wewe, salatahum, kwa zile swala zao. Kuwa mwenye kuadhini wa watu wako, kuona kuishi wewe, kuwa mwenye kuadhini kwa watu, watu wakusanyike kwa sababu yako wewe, kwa ajili ya swala zao zile. Kasema anataka jambo moja tu afahamishwe ili muingize peponi, akaambia kun muadhina. Sawa? Kala ya Rasulullah, yeye akasema, yeye mjumbe wa Mungu, fa in lam atiq, ikiwa siwezi kuadhini. Qala, akasema mtume, kun min imami qaumika, kuwa ni katika hasa mwenye kuwaongoza hao watu wako, yani kuwa imamu, waswalishe. Yuqimu bika, wanasimama watu kwa ajili ya sababu yako. Qala fa in lam atiq, ikiwa siwezi kuwa imamu. Qala alayhi salam, mtume akasema fa alayka bisafil awwali, basi juu yako wewe kuwai safu ya mwanzo. Ile safu ya mwanzo ina daraja kubwa hiyo, safu ya mwanzo. Anasema watu kama wangejua yanayopatikana kwenye safu ya mwanzo, basi watu wangekwenda pale kwa kutambaa. Kuna dua maalum wanaombiwa watu wenye kukaa safu ya mwanzo. Sasa halafu safu inayopata kwa dua nyingine. Kwa hiyo watu wa safu ya mwanzo sio safu ya pili. Ndio maana sasa inapatikana ile mambo ya kuwahi msikitini, kwa sababu ya ule utukufu pia wa safu ya mwanzo. Kwa sababu kaambiwa huyu anataka afahamishwe amali moja tu aingie kwa amali hiyo peponi, akaambiwa awe mwenye kuadhini, watu wakusanyike kwa ajili ya adhana hii. Anasema kama siwezi basi awe imamu. Uwezi, kama siwezi basi safu ya mbele. Sasa safu ya mbele inakuwa siwezi wewe tu kuwahi msikitini. Sasa tumalizie hapo. Warawa al-Qasim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala yastaghfiru lil-muadhdhin madda sauti, anafutiwa dhambi muadhini kwa ule urefu wa sauti yake. Walahu ajru mithla man sallamahu, naye ana ujira mfano kwa mwenye kuswali pamoja naye, min ghairi an yanqusa min ujurihim, pasi na kupunguziwa watu ujira wao. Sawa sawa. Yani watu wakikusanyika watu tafute kituo, tunamalizia kituo hicho. Watu wakishakusanyika, wewe usimuwaita
umetoa adhana, wale watu wakaja, basi wewe unapata ujira wa mfano wa mwenye kuswali swala ya hiyo uliomuita hiyo, bila ya wewe kupunguziwa chochote. Yaani wewe ina maana wewe unaadhini, una ujira wa kuwaita watu baki, alafu na wewe utaswali, una ujira wa swala yako baki, kisha wale watu uliowaita na wenyewe si wataswali. Kwa hiyo unapata pia ujira wa wale watu uliowaita bila ya wale watu kupunguziwa. Allahu akbar, mwana Mungu anapolipa. Tafuta kitu hapo. Faman adhana sanatan, mwenye kuadhini mwaka mmoja tu, kwa muda wa mwaka huo, hushira fi zumratil awliya, atafufuliwa katika tupsi na kundi la mawali, wapenzi wa Mungu. Atafufuliwa katika tupsi lile kundi la marafiki wa Mwenyezi Mungu. Yaani Mungu atakapowakusanya mawali wote wa marafiki zake, wapenzi wake siku ya kiyama, na wewe unakwenda kukaa nao. Sasa una moto tena wewe? Yaani Mungu akufufua kwa bwana wakubwa hao, wafue tena wewe tena. Waman adhana sanataini, na mwenye kuadhini miaka miwili, hushira fi shuddati shuhada, atafufuliwa katika kifungo cha kikundi cha mashahidi, waliokufa mashahidi. Waman adhana thalatha sinina, na mwenye kuadhini miaka mitatu, hushira fi zumratil anbiya, anafufuliwa katika kundi la manabii. Fal muadhinu yastaghfiru lahu kullu shay, muadhini kinamwombea msamaha kila kitu, hata alhitanu fil bahri, mpaka samaki wote walikuwa baharini wanamwombea msamaha. Wal muadhinu idha adhana wafaqahu almalaika, na muadhini anapoadhini akaafikiana malaika huwa anaambatana naye, hata yufrigha, mpaka amalize. Yeye anapoadhini malaika yeye kasogea pale mpaka atakapomaliza. Fa idha fariha, atakapomaliza, istaghfarati lahu almalaika, wanamwombea msamaha yeye malaika, ila yaumil qiyama, mpaka kiyama kinasimama. Wa ni nabii, ndio kituo hicho. Wa ni nabii sallallahu alaihi wasallam, man adhana 7 sinina, mwenye kuadhini kwa muda wa miaka 7, atakahu Allahu 7 darajati, atamwachia Mwenyezi Mungu darakati 7 darakati minan nirani, atamwacha huru yeye na vile vidatu 7 vya moto, yale madaraja 7 ya moto, zile namna 7 za moto zile, atamwacha huru nazo miaka 7. Yani achomu. Fa in mata muadhina la yu'adhabu fi qabrihi, ikiwa atakufa mwenye kuadhini, muadhini, ukisema muadhini kafa, la yu'adhabu fi qabrihi, hatoadhibiwa kwenye kaburi lake. Wal muadhinu inda sakarati mautihi, na mtu mwenye kuadhini wakati wa ule mvinyo wa kifo. Sakaratul mauti ni kile kilevi cha kifo, mtu kabla hajatoka roho anapata hicho. Anasema inda sakaratil mautihi la yara makruhan, hawezi kuona jambo lolote lenye kuchukiza. Fa idha dufina, na atakapozikwa, la yara dhaqatal qabri albatan, hawezi kuona tabu yoyote ya kaburini. Insha Allah tutakuja kuelezea faida. Kuna tambihi hapa, ndio hichi kipengele tuache hii tambihi hapa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 min aljafa an yamsaha ar-rajulu jabhatahu qabla an yufrigha min as-salah. Hii tambihi amesema shekhe, mambo 5 ni katika mambo hayafai kabisa, yasiyofaa ni kupangusa mtu paji lake la uso kabla an yufrigha min as-salah, kabla ya kumaliza swala. Watu wanafanya hiyo, tuna swali sawa wa an yabula qa'iman, na mtu kujisaidia haja ndogo hali ya kuwa amesimama. Wa an yasma al-adhan wala yaqulu mithla ma yaqulu muadhin, na kusikia adhana akawa hasemi kama mfano anavyosema muadhini, yani katika mambo yasiyofaa kabisa. Mungu ana waqala nabii sallallahu alaihi wasallam, man dhahika au yatakallam bikalami dunya fi 7 makani, ndio kituo hicho hapo sasa.
mwenye kucheka au kuzungumza maneno ya kidunia katika sehemu 7, yab'athuhu Allahu yawmal qiyamati ala surati al-khinziri, atamfufua Mwenyezi Mungu siku ya kiyama katika sura ya nguruwe. Mwenye kusema au kuzungumza maneno ya dunia katika sehemu 7, au kalbin, au sura ya mbwa, au al-qiradati, au sura ya kima. Wa yakhruju min ad-dunya bighairi imani, na atatoka katika dunia pasi kuwa na imani, yani kama vile alikuwa kafiri tu. Sehemu ya kwanza mtu atakiwa kuzungumza fil masjid, msikitini, yani mazungumzo. Wa thani, sehemu ya pili, fi tilawati al-Qur'ani, wakati wa kusoma Qur'ani. Wa thalith, sehemu ya tatu, fi sala, katika sala. Wa rabiu fil adhan, katika adhana. Adhana inaadhiniwa, yeye anaongea maongezi yake mengine, yani kama vile kile kitu unachofanya ndio hicho, kwa utilii maanani, yani Mungu anatajwa, wewe unaona maneno yako ndio yana maana kuliko. Wal khamis, ya tano, fil quburi, katika makaburi, yani mko makaburini mnazika, yani watu wanaongea, utafikiri mko pale labda sijui kwenye sherehe gani, watu hawapati mazingatio na ibra ya safari nzito kama ile. Au kuna watu leo wamekaa kabisa makaburini pale, hicho imefanya kama ndio vijiwe, ile unapiga story. Hii ni kitu hatari sana ile. Yaani wazee wako chini, amjue kwenye hekaika gani uko chini, mambo wanayopitia. Lana hayatu wala hum haya. Sisi tuna maisha na wao wana maisha kule. Mnajua wanapitia maisha gani? Wanahitaji sisi tuwaombe Mungu. Nyinyi ndio mmefanya eti vijiwe kama mmeweka mabenchi pale na baraza, eti wamekaa watu wanapiga story. Hata utafufuliwa sura ya nguruwe. Wasadu, sehemu ya 6, inda aljanaza, mbele ya jeneza. Yaani jeneza liko mbele, waipo wanapiga story, utafikiri mbele pale kuna bwana harusi kakaa mnamzungumzia, amependeza. Yaani mbele iko mzio pale, maiti iko mbele jeneza, mwenyewe unapiga story. Wasadu, na sehemu ya 7 na ya mwisho, inda majlisil ulama, mbele ya baraza la wanawachuoni wamekaa, ambao ndio warithi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unakaa unaongea, sio katika adabu, sio kwa utaratibu. Wewe unafufuliwa sura ya nguruwe au sura ya mbwa au sura ya kima. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na kuongea katika maeneo yote hayo. Mungu atupe faida, atupe fadhila na kuyafata, kuisikiliza adhana na kuitikia adhana na kupenda kuadhini. Sote tupende kuadhini, tuambiwa jambo la Mungu basi ukimbilie. Hizi ni kheri kubwa kabisa tunazipata. Mwenyezi Mungu atupe taufiki kuweza kuendea haya yote. Hatuwezi kuyafanya isipokuwa kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutakuja kuelezea tena faida za adhana kwa mwenye kuitikia. Sasa hiyo adhana tumezungumzia, adhana, faida za adhana na yule mwenye kuadhini. Sasa tutakuja kuelezea faida za adhana kwa yule mwenye kuitikia ile adhana, anaye anapata nini? Sawa wa maalaina illa albalaghul mubin. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, atusamee makosa yetu, amufirie Sheikh Muhammad Nasr Abdul Al-Qadiri, kwa baraka za Sheikh Muhammad Nasr, atutengenezee Mwenyezi Mungu dunia yetu na akhira yetu, atuondoshee umaskini, tujalie afya, tuondoshee kila lokuwa mazito, kwa baraka za Sheikh Muhammad Nasr Abdul Al-Qadiri. مت بعين الفكر في حال حضرتي حبيبا تجلى للقلوب فحنتي سقاني بكأس من مدامة حبه سقاني بكأس من مدامة حبه كان مساكي غماري وسكرتي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله نادمني في كل يوم وليلة نادمني في كل يوم وليلة ما زار يرعاني بعين المودة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله علونا مذ سلكنا طريقكم
علونا مبصرتنا طريقكم لا نرتقي المقام إلا بذكركم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول بفضلك يا الله نشكر إليك ربنا بفضلك يا الله نشكر إليك ربنا بعث لنا هذا وليك الحقيقة بفضله يا الله نتوسل إليك ربنا بفضله يا الله نتوسل إليك ربنا جاهي وليك الأمين ومربنا الحقيقة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول هو أبونا وأستاذنا ومربونا هو أبونا وأستاذنا ومربونا هو نورنا وجوهرنا ومعدن الحقيقة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول باه بهي أي كبدر علامة باه بهي أي كبدر علامة ما بين كتفيه علامة محمد لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول سعدية الحال تدرى البصائر سعدية الحال تدرى البصائر عليكم بالذكر الحرية عند المحشر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول